الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أما بعد، أعزاء المشاهدين، أهلا بكم وسهلا ومرحبا. سقنا إليكم حنينا أنتم كالعادة معاشر السادة fildhatu kabiri. Niwakaribishe tena katika kipindi chenu cha Asiratu Nabawiyya, Asiratu Al-Atira, ambacho ndani yake tunayasoma maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika kipindi kilichopita tulikuwa tukitizama mukaddima wa kitabu cha Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin, ambacho ni ta'lif ya Sheikh Muhammad Al-Khudari, na kitabu hichi maashira sada ndio ambacho tutakuwa tukikisoma katika silsila ya sira ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo maashira sada biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tunaanza mlango mpya ambao utakuwa ukizungumza kuhusiana na an-nasabu sharif, nasaba yake tukufu. Lakini kabla hatujaanza, nikukumbushe usisahau kusubscribe katika channel hii ili uwe umechangia kufikisha khairati hizi kwa watu wengi zaidi. Fahayya bina nabda ala barakati. An-nasabu sharif, nasaba tukufu. As-Sayyid al-Akram, bwana mtukufu, alladhi sharafa an-nasu biwujudihi, ambaye watu wametukuka kwa sababu ya uwepo wake, huwa Muhammad ibn Abdullah. Bwana huyo ni Muhammad mtoto wa Abdullah, min zawjihi Aminata binti Wahbin. Abdullah amemzaa Muhammad kutokana na mkewe Amina bint Wahbin az-Zuhriyya, ukoo wa Banu Zuhra al-Qurashiyya, kabila la Quraish. Ibni Abdil Muttalib, na Abdillah ni mtoto wa Abdil Muttalib, min zawjihi Fatimata binti Amrin al-Makhzumiyya, au kutokana na mkewe Fatima binti Amr al-Makhzumiyya, ukoo wa Banu Makhzum al-Qurashiyya, kabila la Quraish. Wa kana Abdul Muttalib shaykhan mu'azzama. Abdul Muttalib maashira sada alikuwa ni mtu mzima mwenye kuheshimiwa fi Quraish, katika kabila la Quraish. Yasduruna an ra'yihi ma Quraish, wakiitaka rai yake Abdul Muttalib fi mushkilatihim, katika matatizo yao, wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim, na wakimtanguliza yeye katika mambo yao ya muhimu. Ibni Hashim, na huyu Abdul Muttalib ni mtoto wa Hashim, min zawjihi Salma binti Amrin an-Najjariyya, kutokana na mkewe aitwaye Salma binti Amr an-Najjariyya, ukoo wa Banu an-Najjar al-Khazrajiyya, kabila la Khazraj. Ibni Abdi Manaf, maashira sada, Hashim ni mtoto wa Abdu Manaf, min zawjihi Atikata binti Murrata as-Salamiyya, kutokana na mkewe anaitwa Atika binti Murra as-Salamiyya. Ibni Qusay, na huyu Abdi Manaf ni mtoto wa Qusay, min zawjihi Huyay binti Hulail al-Khuza'iyya, kutokana na mkewe aitwaye Huyay binti Hulail al-Khuza'iyya, kabila la Banu Khuza'a. Wakana ila Qusay fi al-jahiliyyati hijabatu al-bayt, na lilikuwepo kwa Qusay, babu yake mtume huyu, katika zama za ujahiliya, tandiko la Kaaba. Wa siqayatul hajj, na jukumu la kumpa maji aliyekuja kutekeleza ibada ya hajj. Wa it'amuhu almusamma birrifada, na jukumu la kumlisha yeye ambalo likijulikana kwa jina la arrifada. Wan nadwa wa hiya shura, na nadwa vile vile ilikuwa chini ya Qusay, na maana yake ni shura, ni mkutano. La yatimu amrun illa fi baiti, halitimii jambo lolote isipokuwa ndani ya nyumba ya Qusay. Wal liwa'u, na bendera
la tuqadu rayatun liharb, haifungwi bendera yoyote kwa ajili ya vita, illa biyadi, isipokuwa kwa mkono wa Qusay. Kwa hiyo haya yote majukumu au vyeo vyote hivi vilikuwa kwa Qusay, babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam fil jahiliya. Anasema muallif, walamma ashrafa ala almaut, zama Qusay alipokurubia kufa, alipokaribia kifo chake, jaalaha fi yadi ahadi aulade, haya yote aliyaweka au aliyajalia chini ya mamlaka ya mmoja kati ya watoto wake anayeitwa Abdiddar. Lakini banu Abdi Manaf, lakini watoto wa Abdi Manaf ajma'u ra'yahum, walikusanya rai yao, walikubaliana ala alla yatruku, juu ya kwamba wasiwaachilie bani ammihim, watoto wa ammi yao Abdiddar, yastathiruna bihadhihi almafakhir, wakijitukuza kwa fakhari hizi. Wakana yufdhi al-amr, jambo hili lilikuwa linapelekea ila alqital, katika mapigano baina ya watoto wa Abdiddar na watoto wa ammi yao Abdi Manaf. Hawa wawili wote walikuwa ni ndugu, Abdiddar na Abdi Manaf walikuwa ni watoto wa Qusay. Kwa hiyo jambo hili lilikuwa linakaribia kupelekea mapigano baina ya Banu Umuma, watoto wa ammi. Laula an tadaraka al-amra uqala'u al-fariqain, law kama siku lidiriki jambo hili wenye akili katika pande mbili, fa'atau Abda Manafin siqaya, baada ya mashauriano wakaamua kuwakabidhi watoto wa Abdi Manaf asiqaya, jukumu la kumnywesha au kumpa maji aliyekuja kufanya ibada ya hajj warifada, na kumpa chakula. Fadamata fihim, majukumu haya mawili yakadumu kwa wao watoto wa Abdi Manafin, ila an intahata, mpaka yalipokomea lil-Abbas, kwa Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, thumma libanihi min ba'di, kisha kwa wanawe baada yake. Amma al-hijaba, amma pazia, tandiko la Kaaba, fabaqiyat biyadi Abdiddar, lilibakia katika mamlaka na udhibiti wa watoto wa Abdiddar, wa aqarraha lahu mushtara, na sheria ikalibakisha kwa wao. Wahum banu Shaybata ibn Uthman ibn Abi Talha ibn Abdil Uzza ibn Uthman ibn Abdiddar, hiyo ndiyo nasaba yao. Wa amma liwa, amma bendera, fadama fihim, iliendelea kubakia kwa watoto wa Abdiddar, hatta abtalahu al-Islam, mpaka Uislamu ulipokuja kuibatilisha. Waja'alahu haqqan, na Uislamu ukaifanya bendera kuwa ni haki, lilkhalifati ala almuslimin, kwa khalifa juu ya Waislamu, yadauhu fi man yarahu salihan lah, khalifa wa Uislamu ndio mwenye amri, ndio mwenye maamuzi ya kuiweka bendera kwa yule ambaye anaona anafawa kukabidhiwa bendera, yani uongozi wa vita. Wakadhalika shura, na vile vile shura ikawa ni katika haki ya khalifa wa Waislamu. Wa Qusay, na huyu Qusay maashira sada ibni Kilab, ni mtoto wa Kilab, min zawjihi Fatimata binti Sa'd, kutokana na mkewe Fatima binti Sa'd, wa hiya yamaniya, na huyu ni mwanamke ambaye ana asli ya Yaman, min Uzdi Shanua, kutokana na kabila la Uzdi Shanua ibn Murra. Kilab ni mtoto wa Murra, min zawjihi Hind, kutokana na mkewe anayejulikana kwa jina la Hind binti Saririn min bani Fihr ibn Malik ibn Ka'b, na Murra ni mtoto wa Ka'b, min zawjihi Wahshiya, kutokana na mkewe Wahshiya binti Shaybana min bani Fihr, aidan anatokana vile vile na ukoo wa Banu Fihr. Ibn Lu'ay, na huyu Ka'b ni mtoto wa Lu'ay, min zawjihi ummi Ka'b Mariyata binti Ka'b min Qudaa, kutokana na mkewe anaitwa Ummu Ka'b Mariya binti Ka'b
anasibika na kabila la Banu Qudaa. Ibn Ghalib. Luay ni mtoto wa Ghalib min zawjihi Ummi Luay, kutokana na mkewe ambaye ni Ummi Luay, Salma binti Amr al-Khuzai. Ibn Fihr. Ghalib ni mtoto wa Fihr min zawjihi Ummi Ghalib, kutokana na mkewe Ummi Ghalib, Layla binti Sa'd min Hudhayl, kutokana na kabila la Hudhayl. Wa Fihr huwa Quraish. Na Fihr, maashira sada, huyu Fihr ndiye Quraish fi qawli al-aktharin, katika qawli ya wingi miongoni mwa muarrikhun na wanavyuoni wa historia. Wakanat Quraishun 12 kabila, na kabila la Quraish lilikuwa ni mjumuiko wa makabila mengine 12: Banu Abdi Manaf, wa Banu Abdi Dar ibn Qusay, wa Banu Asad ibn Abdi al-Uzza ibn Qusay, wa Banu Zuhrata ibn Kilab, wa Banu Makhzum ibn Yaqadhat ibn Murrah, wa Banu Taym ibn Murrah, wa Banu Adi ibn Ka'b, wa Banu Sahm ibn Husays ibn Amr ibn Ka'b, wa Banu Amir ibn Lu'ay, wa Banu Taym ibn Ghalib, wa Banu al-Harith ibn Fihr, wa Banu Muharib ibn Fihr. Walmuqimuna minhum bimakka, na wale ambao wanaishi katika haya makabila 12 ndani ya mji wa Makka, yusammauna Quraish al-Battah, wanaitwa Maquraish wa mabondeni. Walladhina bidawahiha, na wale ambao wanaishi kando kando ya mji wa Makka, Quraish al-Dhawahir, wanaitwa Maquraish wa mipakani. Ibn Malik. Maashira sada, huyu Fihr ni mtoto wa Malik min zawjihi Jandala binti al-Harb, kutokana na mkewe anaitwa Jandala binti al-Harb min Jurhum, kutokana na kabila la Jurhum. Ibn Nadr. Malik ni mtoto wa An-Nadri min zawjihi Atika binti Adwan, kutokana na mkewe anaitwa Atika binti Adwan min Qais Ailan, kutokana na ukoo wa Qais Ailan. Ibn Kinana. An-Nadr ni mtoto wa Kinana min zawjihi, kutokana na mkewe Barrata binti Murrin ibn Uddin. Ibn Khuzaima. Kinana ni mtoto wa Khuzaima min zawjihi Awanata binti Sa'd min Qais Ailan, kutokana na mkewe ambaye ni Awana binti Sa'd, kutokana na ukoo wa Qais Ailan. Ibn Mudrika. Khuzaima ni mtoto wa Mudrika min zawjihi Salma, kutokana na mkewe ambaye ni Salma binti Aslama min Qudaa, kutokana na kabila la Qudaa. Ibn Ilyas. Na huyu Mudrika ni mtoto wa Ilyas min zawjihi Khandaf, kutokana na mkewe ambaye ni Khandaf al-madrubi biha al-mathal, mwenye kupigiwa mfano mwanamama huyu fi sharaf, katika hishma wal min'a, na ulinzi. Ibn Mudar. Ilyas ni mtoto wa Mudar min zawjihi Rabab binti Jandata ibn Ma'ad. Ibn Nizar. Na Mudar ni mtoto wa Nizar min zawjihi Sauda, kutokana na mkewe ambaye ni Sauda binti Ak. Ibn Ma'ad. Nizar ni mtoto wa Ma'ad min zawjihi Mu'anata binti Jawsham, kutokana na mkewe ambaye ni Mu'ana binti Jawsham an Jurhum, kutokana na kabila la Jurhum. Ibn Adnan. Na huyu Ma'ad ni mtoto wa Adnan. Maashira sada, hadha huwa an-nasabu al-muttafaqu ala sihhatih. Hii ndiyo nasaba iliyoafikiwa juu ya usahihi wake, min ulamai tarikhi, kutokana na wanavyuoni wa historia, wal muhaddithin, na wanavyuoni wa hadithi. Amma an-nasabu fawqa dhalik, amma nasaba zaidi ya hiyo, fala yasihhu fihi tariq, haisihi ndani yake njia. Ghayat al-amr, upeo wa mambo, annahum
hakika yao wanavyuoni ajma'u, wamekubaliana ala anna nasaba rasul, juu ya kwamba hakika nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam yantahi ila Ismail ibn Ibrahim, inakomea kwa Ismail mtoto wa Ibrahim, abil arabi almustaraba, baba wa Waarabu aina ya mustaraba, nao ni Waarabu ambao wamechukua desturi za Kiarabu lakini asli yao hawakuwa Waarabu. Ukisoma katika tarikh utakuta Waarabu wamegawika matabaka matatu. Kuna al-arabu al-baida, alafu kuna al-arabu al-ariba, alafu kuna al-arabu al-mustaraba. Sasa Ismail ibn Ibrahim alayhima salam, yeye ndio abu al-arab al-mustaraba, ndiye baba wa Waarabu ambao wamechukua desturi za Waarabu ila asli yao hawakuwa Waarabu. Nasabun sharifun kama tara, hii ni nasaba tukufu kama ambavyo unaiona. Abaun tahirun, hawa ni wakina baba waliotahirika. Wa ummahatun tahirat, na hawa ni wakina mama ambao wametahirika. Lam yazal alayhi salam, hakuacha kuwa juu yake amani, yantaqil, akihamahama, min aslabi ulaik, kutoka katika nyuti za migongo ya wakina baba hao, ila arhami haula, akielekea katika mafuko ya uzazi ya wakina mama hawa, hatta ikhtarahu Allah, mpaka Mwenyezi Mungu akamteua yeye hadiyan mahdiya, awe mwenye kuongoa aliyeongoka, min awsatil arabi nasaba, akitokea kati na kati ya Waarabu kinasaba. Fahuwa min samimi Quraish, basi yeye Muhammad anatokana na kiini cha Quraish, allati laha alqidamu alula, kabila ambalo linalo kutangulizwa kwa mwanzo, fi sharaf, katika hishma, wa uluwi almakana, na utukufu wa daraja, baina alarab, baina ya Waarabu. Wala tajidu, wala hutapata, fi silsilati abae, katika mtiririko wa babu zake, illa kiraman, isipokuwa watukufu, laisa fihim mustardal, hapana baina yao mwenye kudharauliwa. Bal kulluhum, isipokuwa wote babu zake mtume, sadatun qada, ni mabwana tena viongozi. Wakadhalika ummahatu abae, na vile vile mama wa baba zake, min arfa'i qabailihinna sha'nan, wanatokana na daraja tukufu zaidi za makabila yao kicheo. Wala shak, wala hapana shaka yoyote, anna sharafa nasab, hakika utukufu wa nasaba, wa taharata almaulid, na utahara wa mazazi, min shuruti nubuwa, ni miongoni mwa sharti za utume. Wa kullu ijtima'in baina abaihi wa ummahatihi, na kila mkusanyiko baina ya baba zake na mama zake. Wa kullu ijtima'in baina abaihi wa ummahatihi, na kila mkusanyiko baina ya babu zake na bibi zake mtume, kana shar'iyan, ulikuwa ni wa kisheria, bihasabi al-usul al-arabiyya, kwa mnasaba wa misingi au desturi za Kiarabu. Walam yanal nasabahu shay'un min sifahi al-jahiliya, na wala haikuguswa nasaba yake na chochote kutokana na uchafu wa zama za ujahiliya. Bal, isipokuwa taharahu Allah, Mwenyezi Mungu alitahirisha nasaba yake mtume sallallahu alayhi wasallam, min dhalik, kutokana na hayo. Walhamdulillah. Ikhwata alkiram, ila hahuna almawqif wa hahuna almanzil. Nas'alu Allah azza wa jalla أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء قريب، حيث سنتحدث عن زواج عبد الله بآمنة وحملها. أقول ما تسمعون، تلكم شواهد التاريخ وآثار، لكم فيها عبرة ولنا في كل عصر قصة.